Burundi yatoa onyo dhidi ya shambulio lolote kutoka Rwanda. Burundi imesitisha kujibu vikali mashambulio au uvamizi wowote utakaotokea nchini humo kutoka Rwanda. Tunafahamu Rwanda inajaribu kutuvamia kupitia ardhi ya DRC ili wasingizie kuwa ni waasi wa Red Tabara na M23. Lakini tunaambia kwamba ikiwa mnaona kushambulia Bujumbura ni karibu kutoka Uvira, basi nasi tunaweza kushambulia Kigali kutoka mji wa Kirundo, alionya Rais Ndayishimiye. Akiongea na BBC, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa wamepata taarifa za kuaminika kuwa taifa la Rwanda linapanga kuishambulia Burundi. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha vikali madai ya serikali ya Burundi. Matamshi ya Burundi ni ya kushangaza kwa sababu idara za ulinzi za nchi hizi mbili zimekuwa zikikutana kujadili namna ya kulinda mipaka yao, haswa wakati huu kuna mzozo mashariki mwa DRC. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolanda Makolo, aeleza. Ndayishimiye amesema Rwanda itakuwa imefanya kosa kubwa kuvamia Burundi kwa njia yoyote ile, akisema Burundi itajibu kwa njia ya kijeshi na hivyo kuonya uwezekano wa kuzuka kwa vita vya kikanda. Rais huyo wa Burundi amesema pia, hatutakubali kuchinjwa kama mbuzi kama vile Wakongomani. Ndayishimiye alifahamisha BBC kuwa serikali yake tayari imetuma ujumbe kwa Rais wa Rwanda Paul Kagame ili mchakato kwa kutekeleza makubaliano yao ya maridhiano ili kupunguza uhasama kati yao. Tumefanya mazungumzo na Rwanda kwa muda mrefu na tutakubaliana ilipofika wakati wa utekelezaji. Rwanda ikasita, aliongea Rais Ndayishimiye. Burundi imeshutumu Rwanda kwa kuwapa hifadhi watu wanaoaminika walijaribu kufanya mapinduzi ya serikali nchini Burundi mwaka 2015. Aidha, Burundi imedai kuwa utawala wa Rais wa Paul Kagame inawapa misaada wa Red Tabara ambao mara kwa mara hufanya mashambulizi ya kuvizia nchini Burundi kutoka mashariki mwa DRC. Amesema Burundi imejiandaa vilivyo kulinda mipaka yake na kamwe haitaruhusu uvamizi wa aina yoyote na kuishutumu Rwanda kwa kuhifadhi makundi ya waasi yanayosababisha maafa mashariki mwa Kongo. Mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi Red Tabara nchini Burundi yalisababisha nchi hiyo kufunga mipaka yake na Rwanda. Utawala wa Burundi umesema kuwa mchakato wa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka viongozi wa waasi wa Red Tabara unaendelea na kuwa serikali haina nia yoyote ya kufanya mazungumzo nao. Rais Ndayishimiye amesema kuwa jukumu la serikali yake sasa ni kuwasaka waasi hao na kuwafikisha mahakamani. Rais Ndayishimiye amesema Burundi haina nia yoyote ya kuvamia nchi nyingine au kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine na hivyo inastahili kupewa heshima kama hiyo pia. Burundi yataka mazungumzo kati ya Tshisekedi na makundi ya waasi. Kuhusu mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Ndayishimiye ametoa wito kwa Rais wa DRC Felix Tshisekedi kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na wadau wote wakiwemo viongozi wa makundi yote ya waasi ili kujaribu kutafuta suluhishi la mzozo wa vita unaoendelea mashariki wa nchi hiyo. Rais Ndayishimiye amesema njia pekee ya kuaminika kutatua mzozo wa DRC Kongo ni kupitia mazungumzo ambayo yatashirikisha Wakongomani wote. Amesema Burundi inaunga mkono mazungumzo yanayoongozwa na wakuu wa Jumuiya ya SADC na Afrika Mashariki za kuwaleta pamoja viongozi wa DRC na wale wa waasi kwenye meza moja ya mazungumzo. Kuna haja gani kushiriki katika vita vinavyosababisha vifo vya raia kisha wakati tumewapoteza mamilioni ya raia tunaanza mazungumzo? Hii sio haki. Mazungumzo yanapaswa kuwa hatua ya kwanza na vita kuwa hatua ya mwisho, alisema Rais Ndayishimiye. Ndayishimiye amesema mzozo wa DRC ni suala ambalo linaweza kutatuliwa ndani ya nchi ikiwa viongozi wote wa DRC watakuwa na dhamira njema. Ameonya kuwa mzozo huu unaweza kuendelea kwa muda mrefu ikiwa viongozi hawatajitolea kwa maslahi ya raia. Amesema mataifa ya Afrika hasa DRC haipaswi kuwa katika hali ya umaskini kutokana na rasilimali zake za madini, udongo wenye rutuba na mvua inaonyesha kwa misimu kadhaa mbali na rasilimali zingine. Ndayishimiye amesema mzozo wa DRC unaweza kutatuliwa ikiwa rasilimali za serikali zitatumika vyema kwa maslahi ya wananchi wa DRC na viongozi kuwajibika.
Itakuwa shida kubwa sana ikiwa watu wachache watafaidika na rasilimali za wananchi huku wananchi wakiwa maskini. Na hii inaweza kusababisha raia kuanzisha uasi na vita kwa sababu mali yao inafaidisha wachache, alisema Ndayishimiye. Waasi wa M23 wanaosadikika kuungwa mkono na Rwanda wameteka maeneo mengi ya mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Kusini, ikiwemo miji mikuu ya Goma na Bukavu. Rwanda hata hivyo imekanusha madai kuwa inaunga mkono waasi hawa M23, ikisema haina nia wala dhamira kuunga kundi lolote la waasi nchini DRC. Rwanda inasema vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC ni suala la ndani la nchi hiyo, lakini wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamebainisha uwepo wa wanajeshi wa Rwanda nchini DRC, swala ambalo Rwanda imekanusha.